Habari ya asubuhi Bwana John. Leo unajisikiaje? Kuna mabadiliko au wasiwasi wowote kuhusu matibabu yako ya saratani? Habari ya asubuhi daktari. Nimekuwa nikihisi uchovu zaidi hivi karibuni na nimeona vipele vya ngozi visivyo kawaida tangu nianze dawa mpya. Nakushukuru kwa kunishirikisha hilo Bwana John. Uchovu na vipele vya ngozi ni dalili muhimu za kufuatilia wakati wa matibabu ya saratani. Nafurahi ulizungumzia hilo. Hebu tuchunguze hili kwa undani zaidi ili kuhakikisha afya yako. Asante daktari. Nimekuwa na wasiwasi kidogo kuhusu dalili hizi. Naelewa wasiwasi wako Bwana John. Kipaumbele chetu ni usalama wako na faraja wakati wa matibabu. Ili kutibu dalili hizi ipasavyo, nina haja ya kuripoti kwa timu yetu ya ufuatiliaji wa athari za dawa. Hii inatusaidia kufuatilia athari zozote za dawa ambazo zinaweza kutokea. Oh, nafahamu. Je, nifanye wasiwasi kuhusu dalili hizi? Kuripoti dalili hizi haimaanishi lazima ziwe nzito, lakini ni tahadhari ili kuhakikisha usalama wako. Ni muhimu kugundua matatizo yoyote yanayowezekana mapema ili kurekebisha mpango wako wa matibabu kama inavyohitajika. Hilo lina make sense. Nini unahitaji kutoka kwangu kwa ajili ya ripoti? Nitaweka kumbukumbu za dalili zako na historia yako ya matibabu kwenye mfumo wetu. Zaidi ya hayo, nitajaza fomu ya kuripoti athari za dawa, ikiwa ni pamoja na maelezo kuhusu dawa ulioanza kutumia, kipimo na muda wa matibabu. Sawa daktari. Nafurahi unachukulia hili kwa uzito. Bila shaka Bwana John. Usalama wako ni kipaumbele chetu. Mara tu nitakaporipoti ripoti ya athari za dawa, timu yetu ya ufuatiliaji wa athari za dawa itachunguza hali hiyo na, ikiwa ni lazima, kushirikiana nawe kuhusu hatua zaidi. Asante daktari. Nashukuru kwa majibu yako ya haraka. Karibu Bwana John. Lazima tuwe na mawasiliano wazi wakati wote wa matibabu yako. Ikiwa utaona mabadiliko mengine au kuwa na maswali yoyote, usisite kutuwasiliana. Nitafanya hivyo daktari. Asante kwa huduma yako na umakini. Ni furaha yangu Bwana John. Tutende kwa njia ya kuchukua hatua mapema katika kusimamia matibabu yako na kuhakikisha usalama wako.